uliofanyika Tanzania, wakati Tanzania ilikuwa mwenyekiti. Tunaye Balozi George Madafa kule, tunaye Balozi Radhia Mtengeti, tunaye Lieutenant Generali Paul Mera ambaye ni balozi, alifanya kazi sana, alikuwa mkuu wa majeshi ya Umoja wa Mataifa Darfur kwa muda, na tunaye IGP mstaafu Saidi Mwema. Lakini tunao wajumbe wengine ambayo ni Balozi Ombeni Sefue ambaye yuko kwenye kazi nyingine, mkutano mwingine. Kwa hao ndio tuko wajumbe 9. Madhumuni ya tume, kwa lengo kuu la kuundwa tume kwa kusema kweli ni kuchunguza kwa kina yale yaliyotokea, na sisi tumepewa majukumu maalum. Tunatakiwa tuchunguze mambo takriban 6. La kwanza, kuchunguza na kubaini chanzo halisi cha matukio wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo chanzo halisi, kwa Kiingereza tunasema root causes, chanzo cha msingi, root causes. Root causes inawezekana kuna root causes na kuna immediate cause. Kwa hiyo kuchunguza hilo, kubainisha nini kiini. Pili ni kuchunguza lengo la lililokusudiwa na wale ambao tutaona walikuwa wamepanga na kutekeleza vitendo hivyo. Yaani lengo lao lilikuwa nini? Walioshiriki lazima walikuwa na lengo lipi? Hatujui lengo gani. 3, kuchunguza na kubainisha madhara yaliyojitokeza, ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali na miundombinu na madhara ya kiuchumi na kijamii. La 4 ni kuchunguza mazingira na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali na vyombo vyake na mtu yoyote mwingine au taasisi nyingine katika kubaini na kukabiliana na yaliyotokea. Mazingira na hatua zilizochukuliwa. 6 ni kupendekeza maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia kwenye kulinda amani ya nchi yetu, utawala bora, haki za binadamu, utawala wa sheria na mfumo madhubuti wa majadiliano ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hadi kufikia maridhiano ya kitaifa na kuhakikisha vurugu kama hizi hazijitokezi tena. Na la 6 ni kuchunguza jambo lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu ya tume. Kwa hizo ndio hadithi zetu zilizorejea, terms of reference, ambazo ndio zitatuongoza. Lakini kama unavyosema, kuna ile namba 6 akiba. Kama tunaona jambo linahusiana, basi tunaweza, tume imepewa ule uhuru wa kuweza kusema na hili pia
tutashughulika nalo. Hatuna haja ya kibali kingine cha mtu yote, tutaamua sisi wenyewe. Jambo nyingine ambalo tunataka labda pia tuwape taarifa kuhusu mawanda ya kazi yetu. Kwa hiyo tume pia iko huru kutafsiri hadidu za rejea. Jambo nyingine pia hilo, kwa tafsiri ya hadidu za rejea. Mawanda ya kazi katika kutekeleza majukumu yake, tume itazingatia kwanza, na kawaida ni masharti ya sheria ya tume ya uchunguzi na utaratibu utakaojiwekewa kwa mujibu wa kifungu cha 11 cha sheria ya tume ya uchunguzi. Tunasema kifungu hicho kinatupa mamlaka sisi wenyewe kuandaa taratibu zetu, kubaliana taratibu ambazo tutazitumia. Naweza kueleza taratibu nyingine ambazo tume uchunguzi wa tume utahusisha maeneo yaliyoathirika zaidi na ghasia kwa upande wa Tanzania bara, ili kubaina aina ya matukio, chanzo, athari na hatua zilizochukuliwa katika kuzuia na kudhibiti hali hii. Lakini pia tunafahamu kwamba matukio hayakuwa tu Dar es Salaam, yalikuwa kwenye mikoa mengi, kwenye wilaya. Kwa hiyo pia tume itakwenda pia kutembelea mikoa hiyo mingine, wilaya hili nyingine. Lakini tumeona pia kwamba kuna wilaya nyingi Tanzania, nadhani kuna wilaya 14 ambazo kulikuwa na matukio katika wilaya 26, lakini tujifunze kutoka wilaya ambayo haikutokea kitu. Kuna wilaya hakuna kitu kilichotokea, tujifunze kuna nini kule, kwa nini hapa imetokea, hapa haikutokea, kutusaidia pia kutafuta kiini na kutafuta suluhisho la muda mrefu la kuweza kuishi kwa amani. Kama nilivyosema awali, sheria ya tume inaipa mamlaka tume kumwita au kumwalika mtu yoyote, na tutawaalika kwa ajili ya mahojiano kwa lengo la kupata taarifa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Watanzania, kwa wadau wote, tushirikiane ili tume iweze kupata taarifa sahihi na nasisitiza ya ukweli. Taarifa ya ukweli sahihi ambayo itatuwezesha na sisi kama tume kuweza kufanikisha uchunguzi na hadidu za rejea. Methodolojia ni muhimu kwa kila tume, sababu ndio mbinu kuu. Ili kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kwa mawanda mapana, tume itatumia njia mbalimbali ili kupata taarifa sahihi na za kina. Njia hizo zitajumuisha kwa mfano mapitio ya uchambuzi wa nyaraka mbalimbali, mahojiano ya ana kwa ana na kwa njia ya mtandao, dodoso la mtandaoni, barua pepe, barua za kawaida, ujumbe mfupi wa simu, kutembelea uwandani, mijadala ya makundi mbalimbali, ushauri wa kitaalamu na kadhalika. Lakini imani yetu kuwa kwa kutumia njia hizi na nyingine tutaweza kupata taarifa zote muhimu na tutafikia wadau walio wengi. Mambo mawili yatatuongoza ni kupata na kushirikiana na wadau walio wengi, ili tuweze kutimiza kazi zetu. Kwa hiyo tumeanza pia kwa kuainisha wadau muhimu ambao tutaanza kushirikiana nao, na hii listi
haijafungwa, ni listi endelevu. Hata nyinyi kama waandishi wa habari, kama kuna mtu au taasisi mnajua ana taarifa maalum, basi tujulisheni. Lakini hawa ni wadau ambao tumesema ni muhimu kuanza nao, tuanze nao hao. Na katika baadhi hao kwanza ni waathirika, kwa sababu moja katika tume hizi linafanya ni kuponya, therapeutic, ni kuponya, kuanza kuponya. Kwa hiyo waathirika ni wadau wetu muhimu, ili kujua nini kimetokea. Watuhumiwa walioshiriki pia tujue, na kwa sababu sisi hatuna mamlaka ya kijinai, hatumshtaki mtu sisi. Kwa hiyo wale waliohusika pia tutawatafuta waweze kutueleza na nini. Vyama vya siasa, asasi za kiraia, wasimamizi wa uchaguzi, na tume huru ya uchaguzi, viongozi wa dini, viongozi wa bodaboda, viongozi wa machinga, wafanyabiashara na wajasiriamali, washiriki wa maendeleo, watu mashuhuri, mamlaka za serikali za mitaa, za vijiji, za kata, hasa kwenye maeneo yaliyoathirika zaidi, vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia sekta binafsi, walinzi wa sekta binafsi, waandishi wa habari, watafiti, wataalamu wa sekta na fani mbalimbali. Kama unasema, ukiangalia hadidu za rejea zile, nyingine zinahitaji utaalamu, nyingine zinahitaji hivi, lakini kama tunasema sisi msingi wa shughuli zetu tunasema kutaka kushirikisha na kuwa na wadau wengi katika muda wa kazi. Hadidu za rejea zimetupa siku 90. Kama nilivyosema, siku 90 zimeanza kukimbia tangu tarehe 20 Novemba. Kwa hiyo kama ni saa, kila nukta ni muhimu kwetu, Kwa hiyo tunaomba, kama mmesema, ushirikiano ili tuweze kumaliza kazi yetu. Lakini nyingine moja, kabla sijahitimisha, niseme tu kwa uchambuzi wetu wa haraka kwenye yalitokea, Watanzania wenzetu wanataka nini kutoka kwenye tume kama hii? Kwa sababu kabla tujaanza kazi na sisi pia tumejiangalia, wenzetu wanataka nini, Watanzania wenzetu. Kwanza wanataka uchunguzi kamilifu, usifanyike nusu, uchunguzi kamilifu. La pili, wanataka tuwe wawazi kwenye kazi. Tatu, kama tuchukue ushahidi ambao utatumika. Sio tutachukua ushahidi ambao hauwezi kutumika. Kwa hiyo sisi ndio maana tunasema kwenye mambo mengine itabidi tuchukue ushahidi chini ya kiapo, lakini wengine inategemea itakuwa kwa taarifa. Uwazi, tunasema mikutano yetu mingine yatafanyika kwenye hadhara, lakini nyingine kwa sababu nyingine
itabidi tuende kwenye faragha. Tutakwenda kwenye faragha, kwenye mazingira maalum, kulinda kwa mfano haki za mtu. Haki Tanzania sasa hivi kuna Data Protection Act kama mnafahamu. Labda yule mtu tunaogopa anaweza kudhuriwa akishirikiana na sisi na kadhalika. Kwa hiyo tumewekea parameters zile, lakini Watanzania wanataka tuchunguze kwa kina, tuchunguze kwa utaalamu, kwa kutumia data na kadhalika. Kwa hiyo nadhani hayo matakwa sisi tumeyaona na ndio atakayotuongoza katika kujibu hadidu za rejea. Natafuta msemo kwa Kiingereza ni rahisi, inabidi nitafsiri, lakini kwa Kiingereza wanasema kwamba tume, we will leave no stone unturned. Hatutaangaliwa jiwe bila ya kuligeuza. Au wenyewe mnaweza kufuata tafsiri yenyewe, we will leave no stone unturned. Kwa hiyo naomba nihitimishe tu, sababu tuna muda hapa kwa maswali, kuwashukuru. Katika mjumbe mmoja ambaye tulikuwa naye, bahati mbaya ameugua kidogo, yuko safarini, ni Balozi David Kapia, ambaye mara nyingi alikuwa msaidizi wa Rais Mkapa kwenye mazungumzo ya amani Burundi, DRC na kadhalika. Kama mmeona, mmoja katika hadidu za rejea yetu ni kwamba tunaunganisha nini tume na maridhiano na amani, moja katika hadidu za rejea. Kwa hiyo uzoefu wa Burundi, DRC na mambo mengine itatusaidia, kwa sababu yeye alishiriki kabisa kama msaidizi kwa muda mrefu wa Mheshimiwa Rais Mkapa na hayati. Itatusaidia kwenye hilo na wengine. Kama tunasema tume, tutatumia utaalamu wengine kuja. Kwa hiyo hitimisho tu kwa kusema kweli ni kwamba pamoja na uchungu mkubwa uliotupata, majibu ya mambo mengi karibu yote tunao sisi wenyewe. Tusaidiane, tuweze tukijibu hadidu za rejea kwa umakini, basi itakuwa ndio msingi wa mijadala ya mbele. Tunakwenda wapi? Tunafanya nini? Tunamwajibisha nani? Kwa nini? Muda gani? Na kadhalika. Kwa hiyo niishie hapo, alafu nialike maswali machache ya ufafanuzi. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Jaji mstaafu. Waandishi wa habari watupige makofi. Ndio maana unaona tuko kimya, kwa sababu mara nyingi tunachukua point ili kuweza kufikisha ujumbe sawa sawa kwa wale wanaostahili kufikishiwa huo ujumbe ambao umeutoa. Wanahabari, wahariri, pamoja na wote waliohudhuria katika mkutano huu, tumesikia Mheshimiwa Mohamed Chande Othman ambaye ni jaji mkuu mstaafu akitueleza majukumu ambayo tume ya uchunguzi imepewa. Ametueleza tume hiyo ni tume ya aina gani, ametueleza mwanzo wa kuanza kazi, lakini pia ametueleza mawanda, methodolojia ambayo watatumia kupata taarifa za uchunguzi, lakini pia namna ambavyo watafanya hiyo kazi, lakini vile ametueleza ametambulisha timu yake ambayo ameungana nayo, ambao walioteuliwa pamoja naye, na zaidi sana wataangalia Watanzania wanataka nini. Amesema cha kwanza wanataka uchunguzi uliokamilika, uwazi, lakini pia uchukuliwa ushahidi utakaozingatia usalama
watakaotoa mashahidi. Basi sasa ni wakati wa kuuliza maswali, lakini pia na ushauri wa kuweza kuongeza ile namba 6 ambayo amesema iko wazi. Manake anaweza kupata pia na ushauri kutoka hapa kwamba ni nini zaidi waweze kukiongeza katika yale mawanda yao ya kazi. Kama nitapata mtu wa kuweza kuizungusha nione mikono ya wale ambao wanahitaji kuuliza maswali. Nimeona Chief Nyanje, lakini pia mwenyekiti Balile amenyosha mkono, na kisha kuna Nelia. Nichukue maswali matatu. Karibu. Nashukuru. Mimi naitwa Peter Nyanje, naandika gazeti la Pambazuko. Nina maswali madogo matatu. Yafanye mafupi ili wengine pia waweze kuuliza. Mafupi sana. Asante. Swali langu la kwanza linahusiana na swala la legitimacy. Kati ya wadau ambao mmewataja kwamba mnaomba ushirikiano nao ni vyama vya siasa na wanaharakati ambao baada ya tume kutangazwa wakaonyesha kuwa na mashaka, hawaiamini tume, hawaamini wajumbe waliopo kwenye tume. Hili linawapa shida kiasi gani katika kutekeleza kazi zenu? Swala la pili, moja kati ya vitu ambavyo mnakwenda kuchunguza ni root causes za hii sakata iliyotukuta, na kwa maneno yako hapa ya wakati na baada ya uchaguzi. Lakini upo uwezekano kwamba yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi ni matokeo ya mambo mengine yaliyofanyika nyuma kabla ya hapo. Kama nyinyi mawanda yenu ni ya wakati na baada ya uchaguzi, amuoni kwamba mtaacha mambo mengine yaliyotokea kabla ya hapo ambayo pengine ndio yalisababisha haya? Swali la tatu, pamoja na kwamba mmesema mnayo mamlaka ya kutafsiri hadidu za rejea, lakini nadhani zile ambazo wamewapa yule aliyeunda tume mtazizingatia sana. Wakati anatangaza hii tume, alisema baadhi ya hadidu za rejea na kuna mambo yaliyasisitiza. Kwa mfano, alitaka muende mkawahoji watu ambao wanahisiwa kushiriki, hasa wale ambao ye mwenyewe akatukia neno waliosema watakinukisha. Ni neno moja tu, lakini neno hilo watakinukisha limetumika, tumesikia kwenye kesi anayokabiliwa na mwenyekiti wa Chadema mahakamani, na likawa ni sehemu ya mabishano ya kisheria mahakamani. Na huyu ameunda tume anataka muende mkawahoji watu waliosema watakinukisha. Ni vipi mtakwenda kulifanya hilo kwa kitu ambacho kipo mahakamani? Asante sana. Asante na shukuru. Karibu mwenyekiti Balile. Asante sana. Mimi naitwa Deodatus Balile, ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri na mhariri mtendaji wa gazeti la Jamhuri. Eneo moja ambalo linazungumzwa sana kwenye vyombo vya habari na kwenye mijadala sehemu mbalimbali, kwamba tume hii iliyoundwa imesheheni watu ambao umri wao umekwenda juu sana, lakini vijana ambao ndio walikuwa chanzo cha haya matatizo hawamo kwenye hii tume. Mtafanya nini kuwashirikisha hao vijana na kuwaaminisha kwamba yale mliyoyaona ndiyo yatakayokuwa yamewekwa wazi, kama ulivyosema kwamba uwazi utatamalaki, bila wao kuwepo kushuhudia wakati mchakato unaendelea? Asante. Asante. Mimi ni Neville Mena, ni mhariri mtendaji wa jarida la Fama na umelikiwa na kampuni ya Media Brains. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na jopo lako, ni kwamba kumekuwa na kauli za viongozi wakuu kuhusiana na sababu za yale yaliyotokea, na kumekuwa na tuhuma kama vile walipewa fedha, walishawishiwa, walifanya 1, 2, 3. Je, hili halifanyi aliwa preempt nyie kazi mnayokwenda kuifanya, kwamba tayari serikali kwa maana ya viongozi wake wameshatoa kauli ambazo zinatoa mwelekeo wa kiini cha tatizo lenyewe? Jambo la pili, tume ina siku 90 na ninyi mko 9. Maeneo yaliyotokea vurugu ni mengi, na kuwafikia watu lengo moja hapo umesema kunatakiwa watu waponywe. Sijui sasa utakuwa ni ushauri. Nafikiri kwamba pengine tungekuwa na kitu kama zile mahakama za Rwanda Gacaca ambazo
watu wangekwenda pale kuzungumza mambo yao na kulia kwao ili wapate uponyaji baadaye, kwa sababu si rahisi kwamba wote wataifikia tume yako. Asante. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepata maswali matano, pengine nikupe fursa ya kuweza kujibu ama pia kufafanua. Asante sana kwa maswali haya na ufafanuzi. Moja ni kuhusu legitimacy. Kweli tunafahamu kauli au misimamo ya vyama vingine vya siasa kuhusu uundaji wa tume, lakini kama unavyosema, sisi tutaomba ushirikiano, na sio jambo la ajabu watu kuto kushirikiana na tume za uchunguzi za aina hii. Mimi nimefanya kazi kwenye tume nyingi za kimataifa ambazo ile nchi husika haishirikiani na tume ya uchunguzi, lakini uchunguzi unaendelea. Lakini kwa hapa tutawabembeleza, tutawaomba, maana hatuendi kushurutishana, kwa sababu wana nafasi kubwa. Kwa sababu hatuangalii tu yaliyotokea, lakini pia roadmap ya huko tunapokwenda, na moja katika ahadi zetu tumeombwa tupendekeze hatua za kuweza kuimarisha na kufikia huko, kutoka tutakachogundua na huku Tanzania ambayo salama, amani, mambo ya katiba mpya au katiba inayopendekezwa na kadhalika. Kwa hiyo kwenye ile process, ni process gani, wakati gani? Kwa hiyo sisi tuomba ushirikiano, tuomba ushirikiano kwa kila mtu, hata aliyekataa tutamwomba, sio mara moja, hata mara tatu tutamwomba, tushirikiane naye. La pili, root causes. Kweli tukio kweli ni la siku 3 tulioambiwa, lakini tuna kabisa kwenye root cause analysis lazima urudi nyuma, tena nyuma sana. Kwa hiyo tunarudi nyuma huko. Kwa hiyo tutakuwa pamoja kwenye kubaini root causes. Tukio limetokea 29 na siku 3 mfululizo pale, lakini inawezekana limetoka mbali sana. Turudi huko nyuma, tusaidiane pamoja kuwa na root causes, kwa sababu mjadala baadaye utakuja tuongelee hizo root causes, tunazi unroot vipi. Kwa hiyo hilo swala la siku 3 zile, lakini tunakwenda nyuma kuangalia root causes. Ingine sisi tunaona kuna kauli nyingi za viongozi na kadhalika. Sisi tunajikita kwenye mawili, hadidu za rejea, na mpaka sasa hivi hatuna amri ya mtu yoyote. Tunaanza na clean slate, hatuna ushahidi hata kidogo. Tunaanza from 0 ili kuona tunatafuta ushahidi gani. Tutapima ushahidi, tutapima nyaraka, tutakuwa na wataalamu watatusaidia, watu wa data, wa takwimu na kadhalika. Kwa hiyo najua kuna kauli hizi zinatolewa na hivi na nini, na hisia mbalimbali, lakini nadhani tusihofie sana. Kweli tuna umri mkubwa, lakini umri pia unakwenda na uzoefu. Lakini kikubwa kama ninavyosema, wadau wakubwa ni nani? Wadau wakubwa lazima wawe vijana. Kwa hiyo tutakuwa na mbinu mbalimbali za kushirikisha vijana, sio vijana waliosoma tu, wasiosoma, wenye ajira, wasio na ajira, wa mazingira gani. Hao ni constituency yetu, tunaona ni eneo kubwa la kuwa nao
ili tuweze kwa sababu wana majibu mengi. Kwa hiyo hatuwahoji kwa tuhuma, tunawahoji kwa kupata majibu. Tunaelekea kwa kupata majibu. Muda wa tume kweli muda unakimbia kama ninavyosema, lakini tunaona ngoja tuone hizi siku 90 kama tutaweza kukamilisha kazi yetu. Lakini kama tunasema sisi tunataka kukamilisha kazi kamilifu, hatutaki kukamilisha kazi reja. Tufanye kazi kwa kikamilifu, kwa kiwango, kwa sababu tunajua tutapimwa na Watanzania, lakini tutapimwa na kila mtu ndani na nje ya nchi. Hiyo tunaelewa, lakini tunaomba tu tupeni muda, waambie wenzetu watupe muda, alafu tupimwe. Tusipimwe kabla tujaanza mtihani. Tufanye mtihani huo, mtupe maksi, tuweze kuendelea. Tupime kabla, lakini sisi tunaelewa. Ndio maana tunasema tumejikita kabisa kwa Watanzania wanataka nini, tuwape nini, ili kweli kama njia moja ya kupona kilichotokea. Sababu wote tuko kwenye maumivu makubwa, lakini tuone tunajiponesha vipi sisi wenyewe. Asante. Asante. Tumesikia mwenyekiti akisema kwamba wasipimwe kabla ya kufanya kazi. Na maswali, labda niliruhusu maswali tulipokea maswali. Mimi ni muumini wa ajenda, tanisamehe sana kwamba tulipokea maswali 3 kutoka kwa kina kaka. Tupate swali kutoka kwa wanadada 2 au 3 na tutamalizia na kwako Suleiman. Asante. Karibu. Asante. Mimi mwenyekiti, swali langu nilikuwa nataka kufahamu. Tumekuwa tumeelezewa wasifu wa Dr. Tax na Watanzania wengi wanajua ukweli, lakini mmesema mtachunguza vyombo vya dola, ambapo hakuna shaka kwamba wakati matukio yanatokea alikuwa ndiye mchaji wa jeshi na jeshi lilishiriki kwenye maana ya kukabiliana na hili tatizo. Inawezekana katika hayo mauaji na wao wakawa wameshiriki. Sasa hapo yeye huoni kwamba haitendei haki hiyo tume, kwamba atakuwa anapaswa kuhojiwa lakini yuko kwenye tume? aliuliza awali. La kwanza, wakati tume inaundwa tayari kuna tetesi, kuna maandamano mengine ya tarehe 9 Desemba. Tume itaaccommodate vipi endapo itatokea kitu kama hicho wakati mkiwa ndani ya uchunguzi? Lakini swali langu la nyongeza kwenye majibu aliyotoa, mnakwenda kuchunguza tukio ambalo limetokea tarehe 29. What if findings zenu zikaonyesha kwamba aliyewatuma ndio pia anatuhumiwa? Je, mnahakikishia vipi Watanzania kwamba itakuwa ni tume huru
hata kwa kutoa majibu yasiyotakikana kusikika. Asante sana. Mimi ni Toma Krina, natoka Crown Media. Katika wadau ambao uliwataja ambao wako kwenye hadidu za rejea, vijana hawapo kama kundi muhimu. Lakini ukiangalia yote yaliyofanyika, vijana ndio wamehusika kwa asilimia kubwa sana. Kuanzia kushawishiwa, kwenda front, hata walioumia zaidi ni vijana. Kwa sababu katika waathirika waliobakia wengi ni wazazi ambao umri umekwenda. Lakini hawa vijana ndio ambao wanapaswa kusikilizwa zaidi ili kujua nini hasa kimepelekea tumefika hapa. Maana yake tukiweka msingi, kuweka nguvu kubwa kwenye makundi mengine, lakini hili kundi ambalo lenyewe ndio kama liko katikati, lenyewe ndio kama limeshikilia linalotokea sasa hivi, nadhani tunaweza tukaja na majibu ambayo sio. Kwa mimi nilikuwa na huo ushauri. Kwa hiyo nadhani vijana wawekewe kipaumbele zaidi. Lakini jingine, mmezungumza kuwafikia watu kwenye serikali za mitaa. Kuna maeneo wenye viti wa mitaa, wajumbe hawajui hata wananchi wao waliopo katika maeneo yao. Ama hao wananchi hawajui hata mjumbe wake ni nani, hawamjui hata mwenyekiti wake ni nani. Sasa katika hali kama hiyo, watu ambao kuna wananchi wanaweza wakawa na taarifa muhimu sana, lakini hamwezi kuwapata kwenye hiyo mifumo ambayo mmeiweka. Ni namna gani sasa mtaweka nguvu kwa ajili ya kuwafikia hao watu? Asante. Asante, nashukuru. Tunapata maswali manne katika raundi ya pili. Maswali moja na ushauri. Kwanza kuhusu wajumbe sisi wenyewe. Wajumbe sisi wenyewe, kwamba sheria ya tume yetu na tume hizi zote za uchunguzi za karibu nchi zote za Commonwealth zinasema moja, jambo moja: mamlaka ya kuunda tume ni ya rais wa nchi hiyo. Ibara 88 ya katiba ya Afrika Kusini inampa rais wa Afrika Kusini. Kenya hivyo hivyo. Tofauti tu inakuja kidogo kwamba kwa nchi nyingine Afrika Kusini na Kenya au na nchi nyingine iko kwenye katiba, nyingine sisi ziko kwenye sheria. Uingereza, Ireland, Canada. Kwa hiyo tunasema kwenye sheria kuhusu tume hizi za uchunguzi kwamba mamlaka ya kuunda tume ni mamlaka ya executive, unless sheria itasema vinginevyo. Nchi chache pia rais na bunge ndio mamlaka ya kuunda tume, na inampa discretion yule anayeunda kuiunda kwa vigezo ambavyo yeye anaona inafaa. Kama mimi ndio nilikuwa muundaji tume, labda ningeunda tofauti na wajumbe tofauti. Kwa hiyo kila mmoja tutakuwa na maoni kwa nini yule kiongozi wa dini hakuwako, kijana hakuwako, lakini mamlaka ya kuunda tume ni ya yule head of the executive na kwa vigezo ambavyo ataona inafaa. Na anaunda tume kwa mazingira ambayo anaona inafaa. Sisi tumeundwa chini ya kifungu cha 3 kwenye jambo ambalo ni public concern, ndio sheria inakusema. Kwa hiyo ameona kama public concern tuunde tume. Lakini jambo la pili ambalo nimezungumzia na tunalikuta kwenye tume nyingi ni swala la conflict of interest. Conflict of interest kuna njia nyingi
la kuikwepa ikitokea au kama ipo, na kuna perceived na actual conflict of interest. Sisi mahakamani tunajua, ndio maana jaji unaambiwa naomba ujitoe, na mara nyingine jaji anasema sijitoi, naendelea kwa sababu sina conflict. Kwa hiyo kuna vigezo hivi. Tukiona mjumbe wote ana conflict of interest, tutamwomba ajitoe, mwenyewe anaweza kujitoa, haina neno. Haina neno. Lakini nyingine muelewe kwamba ndio maana nasema tume hii ni ya kisheria. Wote tumekula kiapo. Tumekula kiapo kwa dini zetu, kwa imani zetu. Pia hiyo ina guarantee uhuru wetu. Uhuru wetu. Kama tunasema tunaanza kazi bila mabrasha, bila sinikizo la mtu yoyote. La mtu yoyote. Na tutajikita kwenye ushahidi ambao tunaridhika nao. Kwa ushahidi wa kweli tutaupima na tutanini. Kama mtu tunakwenda njia gani tutasema tumeelewa. Alafu ripoti yetu itakuja, itaonyesha. Kwa sababu sisi tutapendekeza. Kwa sababu ripoti kwa jambo kama hili, nadhani ripoti of course ni ya mamlaka, lakini pendekezo letu kwamba iwe ripoti ambayo itapatikana kwa umma kwa jambo ambalo linawahusu. Kwa hiyo hilo la nini siwasumbue sana, kuna njia zake, tunajua namna ya kuweza kudili nayo hiyo kifika. Disemba 9 bahati mbaya haiko tume. Tuna kitu tunaita muda wa kufanya kazi. Muda wa kufanya kazi, kitu ambacho tunachochunguza ni tarehe 29 na siku chache baada ya pale, zile siku 3 tunaweza kurudi nyuma. Tunaweza kurudi nyuma, lakini kama ina connection na mbele tutaangalia. Lakini tarehe 9 ikitokea imetokea, labda kama ina uhusiano tutaona, kwa sababu iko ndani ya 90. Labda root causes labda zitakwenda huko pia kutuonyesha part of the root cause na nini, tutaangalia, lakini hatufungwi na hilo. Tunakubaliana kabisa na ushauri vijana. Kwa vijana ndio kiini. Tumesema vijana sisi kwa makundi ni mbinu tu za kutafuta kuwa nao. Kuwa nao tunawahoji vipi moja mmoja, nini, kama tumesema watu wote walohusika, waloshiriki. Ukisema husika inawezekana labda jinai, waloshiriki. Waloshiriki bila makosa au na makosa, wote waloshiriki tutakuwa nao. Vijana wengine hawakushiriki tutakuwa nao. Ndio maana tunasema tutakwenda mikoa ambayo pia kuna vijana lakini hawakushiriki. Kwa nini? Lazima twende undani zaidi. Twende undani zaidi kujua hawa vijana wenzetu. Tunakubali Tanzania asilimia kubwa ndio vijana. Ndio vijana. Kwa hiyo na sasa hivi kuna na wizara mpya na kadhalika, lakini ushauri huo kweli kutafuta mbinu, njia vijana na vijana na wananchi. Wananchi kweli tunafanya mikutano ya hadhara na wananchi kuweza pia kupata na wao wanani. Kwa hiyo kama tunasema hatufungu. Kwa hiyo kama kuna ushauri, tupeni ushauri, tusaidie kuandaa, na sisi hatufungwi na mdau yoyote au mbinu zozote, lakini tunataka tuwe tushuke chini kabisa. Tushuke chini upana na kwenda chini zaidi. Asante, nashukuru. Kuna karatasi imeletewa ambapo TBC Habari wameomba kwamba unaweza kufanya summary ya speech yako kwa Kiingereza kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kupeleka habari ambayo ni ya Kiingereza. Labda hilo na wengine ulikuwa umesimama. Okay, asante. Labda baada ya hapo wengine ambao wana maswali, ambao wana maoni, waweze basi kuandika kwenye karatasi tuweze kukusanya
ili kuwapelekea tume, kwa sababu ametukaribisha kwamba tupeleke maoni na tupeleke ushauri kuweza kuwasaidia waweze kufanya kazi yao vizuri, lakini kubwa zaidi ni kwamba tuhakikishe kwamba tunayoyapeleka sio yale ya kuharibu uchunguzi, bali ya kuweza kuhakikisha kwamba uchunguzi unafanyika kwa kina kama alivyoahidi mwenyewe kwa kwenye hili. Website yetu iko live, iko on. Kwa hiyo email yetu na nini iko wazi. Kwa hiyo iko wazi. Kwa hiyo ni tume.uchunguzi.go.tz tume.uchunguzi.go.tz. Simu zetu 0784 755 677. Kwa hiyo makatibu wetu na nini. Kwa hiyo tuendelee haya mawasiliano. Asante. Unasema habari ya TBC nini? TBC wanaomba kwamba summarize in English kwa ajili ya habari yao ya usiku, habari ya Kiingereza. Sikilizeni Kiingereza. Wanasema wakati wao wasikilize Kiingereza kwa nini wasiongee na wewe pembeni? Nikaambia wahariri wa nchi wao wasikilize Kiingereza. Kama mna leading question mnaweza mkauliza ili apate kiu. Atasema baadaye. Asante. Mheshimiwa Katibu Mkuu amesema kwamba basi tuache ili wasondoka alafu watuulize wao wenyewe. Basi kufikia hapo